Siogopi chochote Papala. Na lazima niende nikamwambie Mageme. Yaani ufanye ujinga nikuchekelee? Naenda kusema. Ngoja uone. Kumbe hii dunia kuna watu na viatu. Kazi ulionipa imekuwa ngumu sana. Nimefanya kila aina ya mbinu, imeshindikana mganga. Magambo, huu ni uzembe. Mwanamke mwenyewe mdogo anakushinda mtu mzima. Unataka kuharibu mfumo wetu, si ndio? Sasa nisikilize. Yule binti alienda na nani? Alienda na Kindimu. Anaitwa Kindimu? Ndio. Tunafanya njia ya mwisho, sawa? Ili ukifeli sitokuwa na msaada wowote. Mpenzi nakupenda, niko nawe, usiende kwa yule mwali wewe, nakupenda wewe. Umefurahi eh? Nakuuliza umefurahi? Ona sasa. Umeshaniharibia. Hivi unafikiri gani ameondoka hapa anaenda kumwambia nini kakake? Eh? Papala. Nilikwambia lakini ona sasa ulichokifanya. Yaani natamani nifungue hata ardhi hii nikufukie nikuzike mwanaume. Ninakuchukia. Ninakuchukia Papala. Umenipa maumivu zaidi chela la kisu. Umefanya nione mapenzi kwangu adhabu. Nacheka nje la ndani, moyo unapata tabu. Kama utojali pia nipunguze adhabu. Kumbe hii dunia kuna watu na viatu. Nazama hii dunia mapenzi yana rangi tatu. Jamani hii dunia Kindimu, Kindimu, jojojo. Kindimu, Kindimu, jojojo. Kindimu, Kindimu, jojojo. Kindimu, Kindimu, jojojo. Kakamilisha mambo yangu nataka Kindimu. Kakamilisha mambo yangu nataka Kindimu. Kindimu, njonjonjonjo, njonjonjo. Kindimu, njonjonjonjo. Magambo, Naam. kamtafute huyo binti Kindimu. Ndio. Huyo binti ndiye atakayekupa mwongozo wa kumpata Gena na kuja naye msitu. Nashukuru mganga. Nenda kamtafute huyo binti. Mkikutana usiongee chochote, atakupa mwongozo. Sawa. Usifanye uzembe tena. Hakikisha unatembea na kitambaa cheusi nilichokupatia mara ya kwanza. Sawa, nashukuru. Kwa ajili ya kumfungia asikuletee usumbufu. Zile kelele zote atakuwa anapiga zinaishia hewani. Nenda. Sawa, nimekuelewa mganga. Nenda. Waileta kwa mganga we, waileta. Waileta kwa mganga we, waileta we. 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 umenipa maumivu zaidi chela la kisu.
Umefanya nione mapenzi kwangu adhabu. Nacheka nje la ndani, moyo unapata tabu. Kama utojali pia nipunguze adhabu. Kumbe hii dunia kuna watu na viatu. Nazama hii dunia mapenzi yana rangi tatu. Jamani, hii dunia ni heshimu vya watu. Nazama hii dunia wengine ni chatu. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Nimejionea. Kena naye akaota ndoto, alizani ndoto ya uongo. Kumbe ni mwanzo wa changamoto, majuto anajionea. Hiki kitu nikikwambiaga huo unanipokea sana. Lakini mimi siwezi kukaa kimya ninapoona kakaangu anaelekea kupotea. Kaka Mageni, Tausi sio mwanamke sahihi kwako. Unamaanisha nini? Kaa nimetoka kwa kina Kindimu, nikapita ile njia pale mtoni, nikamkuta Tausi pamoja na Papara kwenye ile korongo la mtu, wamekumbatiana. Nyamaza Gena. Hivi unajua ni kiasi gani nampenda Tausi? Au tu unaongea maneno ambayo hayapo? Kaka Mageni, natambua ni kiasi gani unampenda Tausi, na ndio maana nimeamua kukueleza ukweli. Nilimsikia Papara kwa masikio yangu mawili anamweleza Tausi kuwa wewe haumpendi Tausi, hauna upendo wowote ule wa dhati kwa Tausi, na una mpango wa kumchezea tu. Kwa sasa hivi itakuwa Tausi hakupendi, ameshajazwa maneno na Papara kakaangu. Dada, una shida gani? Dada, si uniambie. Pole dada, pole. Kaka, sasa niambie dadangu, shida ni nini? Utalie mpaka saa ngapi sasa? Uniambie tatizo ni nini? Unashindwa kuniambia una shida gani? Mimi sitataka. Dada, tumebaki wawili tu. Niambie tatizo ni nini? Kaka, tatizo ni nini? Kaka, tumbo. Sasa kumbe tumbo muda wote unashindwa kuniambia? Aya, pole. Kaka, twende nyumbani nikutengenezee dawa. Sawa. Jikaze sawa. Jikaze. Twende. Umefanya nione mapenzi kwangu adhabu. Nacheka nje la ndani, moyo unapata tabu. Na nilipomwona Papara pamoja na Tausi kwenye ile korongo, nikamweleza Papara kuwa nakuja kukueleza ukweli. Papara akanifuata, akanikaba, akaniambia ukisubutu kumweleza Mageme ukweli mimi nitakuua. Papara anadiriki kunitishia mimi maisha. Ina maana Papara kwa nini ananifanyia yote? Kaka,
Mimi naomba uachane na Tausi. Kaa mbali na Tausi. Kaa mbali na Papala. Saizi Tausi wewe hakupendi, anampenda Papala. Kaka, nikuulize swali. Hivi wewe uko tayari kushare mapenzi na rafiki yako? Na kama usipoachana na Tausi, mimi sio mdogo wako. Na kama sitaka kukwambia kitu chochote kinachomhusu Tausi wala Papala, nitakuacha uteseke na mapenzi yako hivyo hivyo. Gena, mimi najua nini nitafanya. Tuondoke nyumbani. Tangulia. Umenipa maumivu zaidi chelala kisu. Umefanya nione mapenzi kwangu adhabu. Nacheka nje la ndani, moyo unapata tabu. Kama utojali dia, nipunguze adhabu. Kumbe hii dunia kuna watu na viatu. Nasema hii dunia mapenzi yana rangi tatu. Jamani, hii dunia ni heshimu vya watu. Kindimu, mbona umechelewa sana? Punguza presha. Kazi kubwa haifanyi kwa haraka. Sasa nitaenda kumchukua Gena kwao na tutakutana msituni. Mimi nikiwa na Gena nitajifanya kama naenda sehemu. Wewe ndio nitakushtua umchukue Gena pale na uondoke naye. Umenisikia? Mpaka hapo nadhani umenielewa. Kila kitu kitakuwa juu yako. Kindimu, nimeelewa. Nitafanya kazi kwa juhudi. Basi sawa. Ngoja nione. Dodo na Magambo. Kuna kitu na mama ananipangia hivi. Unajua alikuja nani? Tausi pale nyumbani. Akanielekeza kwa Magambo na Dodo kuna kitu kibaya anapanga juu yao. Kwa hivyo baada ya muda sasa, si Dodo ndo akaja nyumbani. Ndio nilipogundua kwamba hili jambo lina ukweli ndani yake. Na tena alinieleza vile vile Tausi alivyonieleza. Na matatizo haya yote yalianza pale tulipoingia tu. Inasikitisha, inabidi tu tuwe makini. Maana imeanza kuwa hatari. Ila ngoja kwanza nikojoe mara moja afu tuendelee na safari. Nenda kakojoe, na kwani kukojoa lazima uage? Kelele. Leta mkono. Kelele. Wewe.
Safi sana Magambo, kazi yako inaenda kukamilika na kuisha kabisa. Hii ndio kazi ya wanaume, na niletea taarifa za kufeli. Safi. Hakika huu ni msitu wa Kabuli, hakika huu ni msitu wa Kabuli, hakika huu ni msitu wa Kabuli. Nimejionea Kena naye akaota ndoto, alizani ndoto ya uongo, kumbe ni mwanzo wa changamoto. Majuto anajionea